Bwana, karibu sana kwenye Sports Update. Ni update za kisoka, ndicho kitu ambacho nakuletea hivi sasa. Na kabla yote, subscribe YouTube channel yetu kwa ajili ya kuweza kupata update kama hizi. Tembelea pia page zetu za mitandao ya kijamii, tukiwa tunapatikana kwenye Instagram, Facebook na TikTok. Jina letu ni moja tu, ni JR Mtita TV, na udhamini mkubwa sana tunapewa na Brand Hotel, lakini pia tunapewa udhamini mnene sana na JNR Mtita Unisex Saloon, ambao baadaye nitakupatia vizuri sana undani wa habari zao ambazo amenituma nikufikishie siku hii ya leo. Na kikubwa hapa, nimewasha mic, nina taarifa za tetesi kutoka klabu ya wananchi wa mitaa ya Twiga na Jangwani, nikimaanisha Young Africans Sports Club. Pale Yanga, kama kuna mtu ambaye hajui hatima yake siku ya kesho, basi ni kocha viungo wa timu hiyo, anaitwa Mokaila Sepang, ambaye kwa sasa yuko kule nchini Botswana akimalizia msiba wa mama yake mzazi aliyekwenda kumuuguza kabla ya kupatwa na tatizo hilo. Hii ni kwa sababu majaliwa yake ndani ya klabu hiyo inayojiandaa na mechi za makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika ni ndogo sana, kutokana na ukweli kuwa hata kabla hajaondoka kwake kwenda kumuuguza kisha kufiwa na mama yake mzazi, Mokaila alikuwa amekalia kutikavu, ikisemekana kuwa alikuwa kwenye pressure kubwa sana kuanzia kwa mashabiki hadi mabosi wa Young Africans. Na tunakumbuka kwenye michezo ya Yanga ilipokuwa kitamatika, wachambuzi, mashabiki walikuwa kizungumza akisema kwamba fitness ya wachezaji inaonekana iko chini sana, hata kama Young Africans walikuwa kipata ushindi. Sasa hicho ndicho ambacho pengine mabosi wa Young Africans wakaona kama jamaa hatoshi kuifanya timu hiyo iwe katika fitness nzuri pale ambapo inapokuwa uwanjani. Inafahamika kwamba mabosi wa Yanga wanaungana na mashabiki wao, ambao mashabiki wa Young Africans wananchi wenyewe wakimhitaji mtu mwingine katika eneo hilo la kuwarudishia utimamu wa kimwili wachezaji wa kikosi hicho, kama ambavyo ilikuwa kabla ya ujio wa raia huyo kutoka pale nchini Botswana. Baada ya kuondolewa kwa kocha Romain Folz na wasaidizi wake, kama unakumbuka, ni Mokaila pekee ambaye alikuwa amesalia kwenye benchi la Young Africans, lakini mabosi wa Yanga walitaka jamaa pia afate nyuma katika panga hilo. Hata hivyo, kocha mpya Pedro Gonçalves alizuia mpango huo, akitaka kumsoma kwanza kocha huyo wa mazoezi ya viungo hapo Young Africans. Hata hivyo, wakati Pedro akizuia Mokaila asiondoke, inafahamika kwamba Yanga inapiga hesabu za kumrudisha Adnan Behelilovic, ambaye aliletwa nchini na kocha Sid Ramovic, aliifanya Yanga icheze soka la gusa achia twende kwao na kutamba ndani na nje ya nchi. Behelilovic, raia wa Bosnia, wakati kitua Young Africans katikati ya msimu uliopita kuchukua nafasi ya Taibi la Groun, aliwafanya wachezaji wa Yanga kuafiti uwanjani wakati wa soka la kocha Ramovic, ambaye alikuwa na ile gusa achia twende kwao na kugawa vipigo vya maana kabla ya kuondoka kwenda kule nchini Algeria. Sasa nikutaarifu ni kwamba Behelilovic bwana amekoleza hesabu hizo za Young Africans baada ya siku ya juzi kubadili wasifu wake katika ukurasa mtandao wa Instagram, akiandika kuwa yeye ni kocha wa Yanga, huku akiposti picha akiwa na fulana ya timu hiyo kisha akiweka bendera ya Tanzania. Sasa iko pengine tunapigia mstari tayari, mambo yamejipa pale Young Africans, na anakuja kuchukua mikoba ya kocha ambaye wa viungo hivi sasa raia pale nchini Botswana. Fahamu kwamba Yanga inajiandaa kuikaribisha AS FAR Rabat ya pale nchini Morocco katika mechi ya kwanza ya kundi B ya ligi ya mabingwa barani Afrika itakayopigwa Novemba 22, 2025 kuanzia saa 10 jioni, kabla ya kuifuata JS Kabylie pale nchini Algeria wiki moja baadaye, na mapema mwakani 2026 itavaana na mabingwa mara nyingi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, Al Ahly, katika mechi 2 mfululizo. Hiyo ndio ratiba ya Young Africans, na taarifa kama tetesi nikikupatia za ndani kabisa kuhusu kocha wao wa viungo, ambaye pia tumeona katika mitandao ya kijamii kule akichukua wafuasi wengi sana ambao pengine wanampenda kutokana na muonekano wake, hususan wanadada bwana. Sasa ikisemekana kwamba amekalia kutikavu. Kwa more info update mbalimbali, subscribe YouTube channel yetu, tembelea pia page zetu za mitandao ya kijamii. Tunapatikana kwenye Instagram, Facebook, TikTok. Jina letu ni moja tu, ni JR Mtita TV, na udhamini mkubwa sana tunapewa na JNR Mtita Unisex Saloon. Saluni bomba kabisa, level za international, ambazo zinapatikana hapa Dar es Salaam katika maeneo mbalimbali, ambapo pia katika maeneo hayo bwana kuna huduma bora
bora sana ambao unaweza kufikishia hivi sasa, ukaweza kufahamu huduma gani nzuri ambazo wanazitoa na wamekuandalia leo mteja wao ambaye utafika katika matawi yao. Sasa kwanza usiogope muonekano wa saluni hizi. Kunyoa ni bei nafuu kabisa, shilingi 2000 tu za Kitanzania, halafu kuosha ni bure kabisa. Wanafanya huduma nyingine kama kupaka black, wanapaka wave, wanapaka bleach, wanafanya scrub, wanafanya pedicure, wanafanya manicure na huduma nyingine nyingi zikiwa zinapatikana kama facial, zote zinafanywa pale. Pia wana saluni za kike, ambapo katika saluni za kike wanasuka mitindo ya nywele aina yote. Mbali na hapo wanafanya bonding, wanashonea weaving, wanatengeneza kucha, wanaweka kope, wanapamba maharusi pia. Unaweza kuweka oda yako mapema leo kwa ajili ya kuweza kujipatia huduma bora kabisa. J&R Mtite Unisex Salon wanapatikana maeneo mbalimbali. Buguruni Rozana pale mkabala na Koteza Polisi. Pia wanapatikana Mtoni kwa Azizi Ali mkabala na zahanati ya Mtoni. Wanapatikana pale Temeke Sudani kona ya kwenda Tandika. Kwa Kigamboni wanapatikana Kigamboni Mikwambe Mali Asili. Pia wanapatikana Kibada pale mkabala na shule ya msingi Kibada. Kituo kinaitwa Kibada shule. Lakini pia kwa Tuangoma kuna tawi jipya kabisa ambalo limefunguliwa, Tuangoma kwa Sako. Huduma zile ambazo zinapatikana maeneo mengine ndizo ambazo zinapatikana pale Tuangoma kwa Sako. Tembelea Instagram page yao @officialgrmtita_unisex. J&R Mtite Unisex Salon, karibu upendeze. Fahari yetu ni kuona mteja wetu akipendeza. Style yako mpya inaanzia kwetu. Lakini kitu kizuri ni kwamba pia pale ambapo unapofika mkoa wa Dodoma, basi ichague Brand Hotel siku ya leo kwa ajili ya kuweza kupata huduma bora kabisa, kama accommodation nzuri, uweze kupata chakula kizuri, uweze kupata pumziko safi kabisa kwenye mandhari nzuri ya mji wa Dodoma. Wanapatikana pale Kisasa, mtaa Nyumba 300, ambapo pia weekend wanakuwa na burudani mbalimbali. Moja wapo ni pool party, lakini pia na baki sasa ambayo utaweza kupata vinywaji vya aina vyote kama cocktail, mocktail, hard drink, soft drink, zote zikiwa zinapatikana, na wanakumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano. Why leo Brand Hotel panapofika Dodoma kwa ajili ya kuweza kupata huduma bora ya accommodation, ambapo kwa viwango tofauti vile ambavyo wewe tu utahitaji. Tembelea Instagram page yao ujione mambo mazuri @brand_hotel. Mimi ni Towabu Ali kutoka J&R Mtita TV, rafiki namba 1 wa burudani na michezo. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.